Unajua, akili ya mwanamke na ya mwanaume hazifanani. Yaani hii kataa ukubali, lakini mimi nakwambia ukweli kabisa. Akili ya mwanamke na ya mwanaume hazifanani. Kwa mfano, baadhi ya watu wamekuwa wakijiuliza hili swali. Je, kama mwanaume alikulia kwenye familia ambayo alishuhudia baba akimfanyia mama ukatili. Kwa mfano, baba alikuwa anampiga mama, baba alikuwa anamtukana mama, baba alikuwa anamdhalilisha mama mbele yao. Je, yeye huwa anakuwa mwanaume wa namna gani? Kama mwanaume amelelewa kwenye familia ambayo baba na mama waliachana na akalelewa na mama peke yake, yeye huwa anakuwa mwanaume wa namna gani? Mimi naomba niwape jibu moja. Asilimia kubwa ya wanaume ambao wamepitia kwenye malezi ya namna hiyo, wao huwa wanakuja kurekebisha yale makosa ambayo baba zao waliyafanya. Mimi nakwambia ukweli kabisa, amini usiamini, wanaume huwa wanakuja kufanya masahihisho ya yale makosa ambayo baba zao waliyafanya. Kwa mfano, mwanaume alikuwa anaona baba yake anampiga mama, anatambua wazi kitendo cha baba kumpiga mama hakikuwa sahihi, na alikuwa anaona mama yake anateseka, alikuwa anaona mama yake anaumia, alikuwa anaona mama yake analia. Kwa hiyo mara nyingi yeye huwa anabaki na kovu ambalo linamtaka yeye kumtendea vizuri mwanamke atakayekuwa naye kwenye maisha yake. Yaani mwanaume huwa anajifunza kwamba hiki alichokitenda baba kwa mama, mimi sitokuja kukitenda kwa mwanamke mwingine, kwa sababu alishuhudia maumivu ambayo mama yake alikuwa anayapitia kwa kupigwa, kutukanwa na kudhalilishwa. Sijui kama unanielewa. Yaani hapo ndio ninapokuambia kwamba akili zetu sisi na wanaume hazifanani. Na kwa nini mwanaume ana nafasi nzuri sana ya kuja kurekebisha kile ambacho baba alikuwa anakifanya? Mwanaume ana nafasi nzuri ya kuja kurekebisha kwa sababu yeye hicho kitu alikuwa anakiona wazi na athari zake alikuwa anaziona wazi. Sasa kitu kinachosababisha sisi wanawake tuige tabia za mama zetu kwa 100% ni kwamba mimi ninachukua ule uhalisia ambao mama ananionyesha. Si umeona hata mwanaume anarekebisha kulingana na alivyokuwa anaona athari zinazojitokeza. Na sisi wanawake pia tunafanya vile vile. Sijui kama unanielewa. Na mimi namsikiliza mama yangu anavyoongea na nini na mimi nachukua kama yalivyo. Lakini sasa ubaya unakuja hapa. Sisi akina mama huwa tunafanya mabaya gizani. Kwa hiyo mama yako anaweza kawa anakupa ushauri kwenye vitu ambavyo hata yeye alikuwa na makosa navyo, lakini kwa kuwa alikuwa anavifanya huko sirini, wewe hutojua. Kwa hiyo mara nyingine sio kwamba wewe ulaumiwe kwa kumuiga mama, wewe unakuwa umemuiga mama kutokana na kwamba wewe unaamini ni kweli mama yako alipitia wakati mgumu. Kama yeye alikuwa sababu labda ya kuvunja ndoa, wewe hujui. Akikaa akakupa story kwamba baba yenu aliniacha akaenda kwa mwanamke mwingine, mtaamini kwa sababu nyinyi hamkuwepo. Lakini huyu mwanaume ambaye anakuwa kwenye mazingira ambayo anaona baba anampiga mama, maana yake yeye anakuwa anashuhudia vile vitendo kwa macho yake kwamba hivi vitendo vinavyofanyika sio vizuri. Anamsikia mama analia, anamsikia mama anateseka, anamuona mama ana makovu, mama anaumia. Kwa hiyo anajifunza vile vitu kwa vitendo. Na niliposema hivi simaanishi kwamba hawapo wanaume ambao huwa wanapita nyayo za baba zao, wapo. Lakini mimi nakwambia asilimia kubwa ya wanaume huwa wanakuja kurekebisha makosa ambayo baba zao waliyafanya, kwa sababu kiasili Mungu aliwapa mamlaka kubwa sana ya kuwa viongozi katika familia. Kwa hiyo kuna umri mwanaume akishafikia anaanza kuwa na akili zake tofauti za kujitegemea, anakuwa na misimamo yake, anakuwa na mitazamo yake, anakuwa na mikakati yake. Kwa hiyo anaweza akawa na baba katili na yeye wala asifuate nyayo za kuendelea kuwa katili. Kwa hiyo hawa wachache ambao huwa wanaendelea kuiga tabia ambazo baba zao walizifanya, mara nyingi tu huwa ni wale watu ambao wamekosa kuwa na akili zao binafsi za kujitambua. Lakini wanaume walio wengi huwa inafika kipindi wanaanza kuwa na akili zao tofauti. Na ndio maana kuna baadhi mnashuhudia kwenye familia zenu, mlikuwa mna ndugu zenu wa kiume walikuwa ni watukutu sana walipokuwa wadogo, lakini sasa hivi amekuwa mtu mzima, unamuona kabisa ni mtu mwenye hekima kubwa. Hata wewe unashangaa, mbona huyu alikuwaga msumbufu, mbona huyu alikuwaga mkorofi? Ni kwa sababu Mungu alishawapa uwezo wa wao kuanza kujitegemea kiakili wanapofikia umri fulani. Sasa sisi kwetu wanawake sisi ni tofauti. Sisi huwa tunabadilika. Yaani sisi tuko kama frashi. Mimi popote chochote wanachokiweka kwangu mimi nafanya nini? Nabeba. Sina ile ya kutoa, sina ile ya kukataa. Mwanaume anaweza akawa na misimamo yake binafsi tofauti na mimi mwanamke. Mimi mwanamke naweza kuiga tabia za mama yangu, naweza kuiga tabia za dada zangu, naweza kuiga tabia za marafiki, naweza kuiga tabia za watu wa karibu. Yaani mimi akili yangu kiujumla inachukua vitu tofauti na inafanyia kazi. Tofauti na mwanaume.
Mwanaume yeye anakuaga na misimamo yake binafsi. Simaanishi kwamba hawezi kuchukua kitu cha mtu. Mwanaume anaweza akachukua kitu cha mtu, lakini na yeye huwa anatumia muda mrefu sana kukichakata. Kwa hiyo wakati mwingine akiona hiki mimi na hiki hatuendani, anaamua kuachana nacho. Na ndio maana mimi nasema kwamba asilimia kubwa ya wanaume huwa wanakuja kufuta makosa ambayo baba zao wameyafanya. Kwa nini mimi naongea kwa ujasiri mkubwa? Mimi naongea kwa ujasiri mkubwa kwenye hili kwa sababu mimi ni mmojawapo wa watu ambao huwa nashauri sana wanaume kuliko wanawake. Yaani hilo niwe mkweli. Mimi huwa napata nafasi ya kuwashauri zaidi wanaume kuliko wanawake. Kwa hiyo nimeshapima na nimegundua wanaume wengi ambao wamelelewa bila baba wanakuwa na uchungu sana kuona familia zao zinavunjika, kwamba na watoto wake wanaenda kulelewa bila baba. Yaani unaona kabisa hicho kitu kinamtesa, anasema dada, nimepitia maisha magumu, mimi nimelelewa bila baba, leo na watoto wangu wakakue bila baba, naona huruma hivi na hivi. Kwa hiyo nikaja kugundua kwamba wanaume walio wengi yale maisha walioyapitia huwa wanakuwa hawapendi kuona watoto wao wakiyapitia. Tofauti na sisi wanawake. Yaani mimi naweza nikapitia maisha ya kitoksiki, nikaja kulea watoto wa kitoksiki. Mimi nakwambia ukweli. Na ndio maana unaona wanawake mara nyingi ukweli ukisemwa kwamba watoto waliolelewa na mama peke yake wanakuwa na shida kidogo, wana upungufu kidogo. Mtu anaona kama unaongea vibaya na anakuwa mkali. Na kiombea laana kizazi chako sijui nini na nini, kwa sababu sisi sio watu wa kukubali mabadiliko. Hatukubali ukweli. Sisi wanawake tungelikuwa ni watu ambao tuna akili kama za wanaume, kwamba ikifikia kipindi fulani na mimi naanza kuwa na akili zangu za kujitegemea, ingekuwa inasaidia wanawake wengi kutokuwa toxic kama mama zao, au niseme kutokuwa toxic kama mama zetu. Lakini kwa bahati mbaya sisi ni watu ambao tunajifunzaga vitu tofauti tofauti. Na kibaya zaidi, mambo ambayo mama yako aliyafanya huko ndani kwa baba yako, wewe huwezi kuyaona, anayafanya huko sirini. Wewe utaona tu anakwambia baba yako alikuwa ananipiga, baba yako alikuwa anafanya hivi, baba yako hivi na hivi, mwisho wa siku aliondoka kaenda kwa mwanamke mwingine. Lakini mwanaume pia, tukiachana na yeye kuwa na akili za kujitegemea, yeye ana nafasi nyingi zaidi ya kuja kuexperience vitu fulani. Kwa mfano, anaweza akawa alishaamini kabisa mama aliposema baba ni mbaya, lakini mwanaume ana nafasi na yeye ya kukua, akaja akaoa. Kama ameshindwa kujitambua peke yake, mwisho wa siku akioa akiwa na mke, anaanza sasa kujifunza vitu kwa vitendo, kwamba kumbe mama huenda kuna vitu alinidanganya. Na ndio maana wanaume walio wengi huwa wana nafasi kubwa ya kuwasamehe sana baba zao kuliko watoto wa kike, kwa sababu sisi tukiwa toksiki hatuwezi kujisaidia kutoka hapo. Hatuwezi kukaa chini tukafikiria kwamba kwa nini nisifikirie naye mama, kwa nini awe mwema sana. Sasa kwa vile mimi mama ni jinsia yangu, mimi naanza kuplay victim. Naamini kwamba sisi wanawake tunanyanyasika na wanaume hivi na hivi, mambo ni mengi. Kwa hiyo mimi nawaambia tu kweli, japokuwa inasemekana kuna tafiti zilishawahi kufanyika huko nyuma, ilionekana wanaume wengi sana wanafuata mkondo wa baba zao. Lakini mimi nawaambia sio siku hizi. Siku hizi mimi naona wanaume wengi sana wanafuta yale makosa ambayo baba zao waliyafanya. Mtu anakwambia dada, mimi mke wangu hivi na hivi, lakini acha tu nimwachie nyumba aendelee kulea watoto. Siko tayari kusema aondoke pale nyumbani, watoto wangu watateseka. Kwa hiyo yani wengi wanajaribu kurekebisha yale makosa. Na ndio maana sasa hivi mnaona hata wimbi la wanaume kung'ang'ania wake zao wasiachane nao linakuwa kubwa. Tofauti na zamani. Zamani hakuna baba aliyekuwa anabembeleza mwanamke akisumbua sijui anataka kuondoka anamwambia nenda zako. Lakini hawa sasa hivi wanabembeleza kutokana na kwamba zile athari za malezi waliozipitia wao wanatamani kurekebisha. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mwanamke, mimi nakwambia tu kweli kwamba asilimia kubwa ya wanaume huwa wanakuja kurekebisha hili. Lakini sasa athari zake kwa baadhi ya wanaume ambao wanashindwa kujiwekea mipaka, ndio hao ambao huwa wanageuka kuwa watoto wa mama. Yaani yeye sasa kwa vile ndo alishaona mama anateseka, alishamkumbatia mama yake, sasa mama yake anaanza kuwa kila kitu kwenye maisha yake, anashindwa kuweka mipaka. Sasa hiyo ndio athari ya baadhi ya wanaume ambayo huwa inajitokeza. Lakini walio wengi kwenye hili swala la mama kufanyiwa ukatili, kutukanwa, kufanya nini, huwa wanabadilisha sana mitazamo yao, wanakuwa wanaume wazuri sana. Yaani mimi nakwambia ukweli, mmoja kati ya wanaume ambao huwa wanakuwa wanaume bora sana kwa wanawake ni wale wanaume ambao waliona mama zao wakitaabika kuwalea wakiwa peke yao. Ni wale wanaume ambao waliona mama zao wakipitia ukatili fulani. Wengi huwa wanakuja kufuta hilo. Mimi nawahakikishia tofauti kabisa na tunavyozungumzaga. Na ndio maana mimi mara nyingi nimeshawahi kuwawekea mfano hata kwenye baadhi ya vitu vya kijinga tu, ila huwa hamzingatii. Kwa mfano, nilishawahi kuambia siku moja kwamba historia ya mwanaume sio chochote kwenye future yake. Siku moja nilishawahi kuambia kwamba mwanaume kwenye ujana wake anaweza kuwa mtu anayemiliki wanawake tofauti na anaweza akaoa akaacha na akatulia. Yaani wanaume wana uwezo kabisa wa kujimanage kwenye kila kitu. Sijui kama unanielewa.
japokuwa baadhi yao wachache wasiojitambua, wao unakuta wanaendelea kuwa hivyo hivyo. Yaani hao ni wachache mno, kwa sababu wao wenzetu wanaume Mungu amewapa uwezo wa kuwa na akili zao za kujitegemea. Kwa hiyo walio wengi huwa wanakuwa wanaume wazuri, hilo mimi nawaambia ukweli. Kwa hiyo nyie kazaneni sana kuwakwepa hao wanaume, mfikirie kwamba watakuwa watu wabaya. Ila mimi kitu ambacho nakifahamu kama athari kubwa kwa upande wa wanaume wa namna hii ni kuwa watoto wa mama. Yaani hicho tu ndio nachokiofia, kwamba wengi huwa wanashindwa kucontrol sasa zile hisia zao za upendo kwa mama zao, wanajikuta wanakuwa na hisia zilizopindukia. Mpaka unaweza kukuta sasa nafasi ya mke tena inachukuliwa na mama. Kuna wengine ile huruma huwa inabaki kwa mama. Sasa mke anaanza kuonekana kama mgeni. Kwa hiyo mke anatakiwa awe zaidi ya mama. Yaani mama anatakiwa awe zaidi ya mke, kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu mwanaume anapooa, anapoanzisha familia yake, inatakiwa sasa mke wake aanze kuwa namba moja, kwa sababu pale sasa wanaanza kutengeneza familia yao yeye na mke wake. Sasa kwa bahati mbaya kuna baadhi wanazidiwa na upendo kwa mama zao na wanajiona wana deni kubwa kutokana na yale ambayo waliona mama zao wakiyapitia kwa ajili yao, wanajikuta wameshindwa kucontrol hilo. Kwa hiyo mama zao wanaanza kuendesha mpaka familia zao. Na ukumbuke kitu nilichokwambia, kitu kinachosababisha mimi niseme wanawake ndio tunapata shida sana kwenye hili, sisi ndio tunaathiriwa sana na hiki kitu, ni kwamba tabia zetu sisi wanawake haziwekwi wazi. Sio mama zetu tu, hata sisi tunakuwa na vimadhaifu ambavyo hatuwezi kujisema kwa watu. Hatuwezi kujisema kabisa. Kwa hiyo mara nyingi vile vitu ambavyo wanavifanya wanaume sisi tunatumia kama ngao ya kujitetea. Tukiwa tunasema sisi tunakosewa, tunafanywa nini. Lakini mimi nawaambiaga ukweli hapa mara nyingi sana kwamba wako wanawake ambao hadi waisha saliti ndoa zao, wana makosa makubwa kabisa, migogoro inayoendelea kwenye ndoa zao wao ndio chanzo, lakini kwa vile tu ya kwao hayajulikani, wanaanza kumblemu mwanaume. Lazima mwanaume anafanya nini? Anaanza kulaumiwa, anahamishiwa lile zigo la lawama. Inaonekana uvunjikaji wa ndoa yeye ndio sababu. Na kwa vile mwanamke alikuwa anaenda kuchiti kimya kimya, hakuna atakayejua. Na kwa vile mwanaume hawezi akasema huyu mwanamke alinisaliti, hakuna atakayejua. Mimi nawaambia ukweli, hakuna watu wenye akili za tofauti kama wanaume. Wanaume walio wengi hawasemi mabaya ya wake zao hata mara moja. Wanayaficha, walio wengi wanayaficha. Tena hususan kama la usaliti, wanaume hawasemi. Na ndio maana mke akiuliza, mume akimkamata mke anamuuliza, wangapi wanalijua hili? Anaona kama ana nafasi ya kusamea, anapenda liwe siri ili afanye nini? Akae nalo yeye mwenyewe. Anaona ni aibu mke ndugu zake wakijua kwamba yuko 1, 2, 3. Na hiyo ndio sababu unaweza kukuta baba akaamua kuondoka, ameshindwa tabia za mama, na asiseme kilichomfanya aondoke pale. Lakini wewe mtoto wa kike unakaa na mama yako karibu, anaanza kukuhadithia ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Lakini mama yako hawezi kukuambia kama alimsaliti baba yako. Hawezi kukuambia ndugu yangu. Mama yako hawezi kukuambia kama alizaa nje ya ndoa. Hataweza kukuambia hicho kitu. Mama yako hawezi kukuambia kama alikuwa mkorofi, hatakwambia hicho kitu. Mama yako hatakwambia kwamba alikuwa anamnyima amani baba yako, hawezi kukuambia. Mama yako hawezi kukuambia kama alikuwa anamnyima baba yako haki yake ikapelekea yeye kuoa mke mwingine. Hilo hawezi kukuambia. Ila atalaumu tu tabia ambayo baba ameifanya, na kwa vile wewe unajifunza kutoka kwa mama, utachukua kama yalivyo. Utashindwa kuchekecha, na mwisho wa siku hata kwenye maisha yako utaendelea kuwa toxic. Na ndio maana hata kwenye jamii yetu hii sasa hivi unaona likigusiwa hili swala, mtu anaanza Mungu akulani wewe na kizazi chako, Mungu sijui nini na nini. Yaani watu wanataka vitu ambavyo ni ukweli visizungumzwe. Yaani wanaona kama vile kuna uonevu fulani unaendelea, lakini ukweli ni utabaki pale pale. Malezi ya upande mmoja yana athari sana, tena sasa kwetu sisi watoto wa kike ndio kabisa. Mimi nakwambia afadhali hata watoto wa kiume, kwa sababu Mungu alishawapa uwezo wa kuja kuwa na akili zao za kujitegemea kuliko sisi. Sisi bado tunategemea kuongezwa akili na watu. Upepo wa watu unatubadilisha, tunashikiwa akili na mama zetu na dada zetu na marafiki zetu na watu wetu wa karibu. Hivyo ni vitu tofauti, yani wanaume hawako hivyo kabisa. Inafika kipindi wanaanza kuwa na misimamo yao wao wenyewe kama wanaume, wanaanza kuwa na mikakati yao, wanakuwa na principles zao. Kila mtu anaanza kuwa na anajiendesha. Yani wanaume wengi ikifika wakati wanaanza kujiendesha wao wenyewe kwa akili zao, na wanakuwa na misimamo yao, mitazamo yao, mikakati yao, mipango yao, hawaigi kwa mtu. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mimi naamini wanawake wengi mnatakiwa kulifahamu hili, msilinganishe haya mazingira. Lengo lililonifanya mimi nifafanue kwa kina ni kuambia kwamba haya mazingira ya athari hayawezi kufanana. In short, hata mama yenu tu hawezi akakaa akaanza kumsema baba vibaya kwa mtoto wa kiume ambaye ni kaka yenu. Na kaka yenu hata kama akisema vibaya, kuna namna naye anajisikia vibaya kwa sababu naye ni wa kiume pia. Kwa hiyo lile bado kwake linaendelea kuwa kama funzo kwamba
ina maana baba alifanya hivi kwa mama, ina maana baba alifanya hivi, mimi nisije kufanya hivi hivyo. Kwa hiyo namna ambavyo mnasikia hivyo vitu haviwezi kufanana mnavyovitendea kazi. Kumbuka nilichokisema, mwanaume anachukua kama funzo kwamba hiki kilichotokea sio kizuri kujirudia, anaamua kufuta kosa, lakini wewe unashikilia ile trauma ukiamini kwamba sisi wanawake kwenye maisha ya ndoa huwa tunatendewa 1, 2, 3. Hapo ndipo panapotofautiana mikakati ya matokeo katika utoto wenu ya vitu ambavyo mmevipitia. Kwa hiyo mara nyingi watoto wa kike na wa kiume hawafanani athari zinazojitokeza kwenye maisha yao. Watoto wa kiume wana nafasi nzuri zaidi ya kuja kurekebisha, lakini watoto wa kike wana nafasi kubwa ya kuendelea kuwa vile vile, kwa sababu ukweli wetu sisi wanawake bado huwa uko sirini huko. Hujui hasa mambo ambayo naye mama alikuwa anayafanya. Kwa hiyo mimi naomba tu mnielewe tu nilichowaambia kwamba wanaume wengi sana waliopitia mazingira ya kuona mama zao wakidhalilishwa huwa wanakuja kubadilisha kila kitu. Amini usiamini, kwa sababu hakuna mwanaume yeyote aliyekuwa anafurahia akiona mama yake anapigwa, mama yake anatukanwa, mama yake anadhalilishwa mbele yao. Kila mwanaume alikuwa anaona kabisa baba anachokifanya sio sawa. Alivyofikia umri fulani akaona kabisa baba anachokifanya sio sawa. Kwa hiyo kama alipata ule utambuzi, alipata ile nafasi ya kuona kabisa hiki baba anachokifanya sio sawa, maana yake huyo ana uwezekano mkubwa wa kuja kumtreat mwanamke vizuri. Lakini kwa kusema hivi, simaanishi kwamba hawapo ambao huwa wanaendelea kufuata tabia za baba zao. Mimi ninaweza nikakwambia wapo, lakini asilimia zao sio kubwa ukilinganisha na wale wanaofanya masahihisho. Sasa sijui kama umenielewa.